Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amekiri kushindwa kuuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na sasa mipango mikubwa ya Marekani ni kuhakikisha wa Iran wasiwe na silaha za nyuklia. Rais huyo wa Marekani wakati akizungumza baadaye katika chakula cha mchana cha White House Rose Garden Club amesema kwamba kwa sasa hatafuti mabadiliko ya serikali, kwa maana hataki kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, isipokuwa tu mpango wake ni kuhakikisha Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Anasema rais huyo, Iran haiwezi kuwa na silaha ya nyuklia. Sitafuti mabadiliko ya serikali, anasema rais wa Marekani Donald Trump wakati akizungumza na waandishi wa habari. Wachambuzi wa mambo wameenda mbali kusema kwamba namna wa Iran walivyojitambulisha katika ulimwengu wa mapambano dhidi ya wa Magharibi wameonyesha kwamba ni wazi mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran si rahisi kusambaratishwa kwa namna yoyote. Wachambuzi wanasema kwamba pengine rais wa Marekani sasa ameona hakuna namna anaweza kuondoa utawala huo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha kwamba amemuua kiongozi mkuu wa serikali ya kimapinduzi Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha maombolezo ya kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni wakati ambapo wa Iran wamejawa na chuki dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump. Rais huyo wa Marekani aliamini kwamba kupitia wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao kihistoria wamekuwa na uwezo wa kuanzisha maandamano makubwa kuliko nchi yoyote duniani, sasa aliamini wangeweza kuondoa utawala huo. Lakini kinyume chake ni kwamba wananchi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wamekuwa wakishirikiana vema na utawala wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, na ameshangazwa pia kuona wananchi katika nchi ya Iran wakimlilia Ayatollah Al-Khamenei, akiamini kwamba pengine wangemzodoa na kumuona kiongozi dikteta asiyefaa kama ambavyo wao wa Marekani pamoja na watu wa Magharibi walieneza propaganda ya kumuona Ayatollah Al-Khamenei kama dikteta miongoni mwa madikteta waliowahi kutokea katika ulimwengu. Sasa rais huyo wa Marekani ameng'ang'ania suala la nyuklia. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba wao kwa sasa wana uwezo kusambaratisha Iran kwa namna ya kipekee. Kwa wakati wa lisali moja wanaweza wakaharibu miundombinu ya nishati katika nchi ya Iran, lakini pia madaraja katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani alisema, tulifuta jeshi lao la wanamaji, jeshi lao la anga, rada zao, viongozi wao, tuliangamiza kila mtu, Rais Trump alisema, na anaongeza zaidi kusema kwamba kisha nikasikia wanaendelea vizuri sana. Hapana, hawafanyi vizuri hata kidogo. Tuna uwezo wa kufanya lolote katika nchi hiyo. Alisema wa Iran sasa wanapaswa kubali tu kufanya makubaliano ya nyuklia, la sivyo majeshi ya Marekani yatarejea tena katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, viongozi nchini Iran wanasema kwamba wao kwa sasa wameshinda vita dhidi ya Marekani na kwamba wapo tayari kwa ajili ya mapambano kwa mara nyingine tena ikiwa Marekani itaamua kurudi katika uwanja wa vita. Wa Iran wapo tayari na jeshi lipo tayari. Ni maneno ya spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf, ambaye ameeleza kwamba wa Marekani unajiona wao ndio washindi, lakini kimsingi ni Iran iliyoshinda katika mapambano dhidi yao. Hata hivyo, katika kipindi hiki Marekani na Israel zinatafuta namna ya kufanya mazungumzo baada tu ya mkutano wa NATO unaofanyika huko Ankara nchini Uturuki, ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu atasafiri hadi nchini Marekani kwa ajili ya kufanya mazungumzo kwa mara nyingine tena juu ya namna ya kuikabili kwa mara nyingine tena Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani amewapa muda wa Iran wamzike kiongozi wa mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Baada ya hapo mazungumzo ya nyuklia yataendelea kwa mara nyingine tena. Hata hivyo, jambo pekee ambalo limemshtua ni idadi kubwa ya umati wa Iran kumuaga kiongozi mkuu wa Iran, huku akimlilia kwa kiasi kikubwa, wakionyesha kwamba walimpenda kwa dhati, na hili ndilo ambalo linamchanganya rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump, akiamini kwamba hata mwanae Mojtaba Khamenei atakuwa ni kipenzi cha wa Iran, na sasa hakuna namna yoyote ya kupambana na kuondoa utawala huo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, zaidi ni kupambania tu kuondoa nyuklia nchini Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika